Na mhujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa radio television Ngyoku International, nina kusalimu mahali popote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba umuzima wa afya hapo ulipo na umuheri. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, kama nilivyokujuza nite sauti ya mzalendo nikinguruma kwenye microphone ya radio television Ngyoku International. Na kabla yote nikuombe hapo ulipo uweze kujiabone, pia uweze kulike na kucomment kwa wengine wapate kama ulivyopata, yani kugusa hako kakidole okay hapo chini ili kuweza kutusaidia. Na katika niliyokuandalia leo hii ni kwamba baada ya mapigano yaliyofanyika hapo juzi na jana huko Nyangezi, kwenye milima kadhaa ya huko Nyangezi kujielekeza maeneo ya Nkomo hadi Kamanyola, mapambano ambayo yaliweza kusababisha vifo kadhaa kwa waasi wa M23 ambavyo vinakadiriwa kuwa takriban ni watu 300 waliofariki kwenye vita hivyo, kukiripotiwa baadhi ya wakamanda kadhaa wanaokadiriwa kuwa wenda ni makamanda 5 waliokuwa kiongoza operation ya kuweza kuhakikisha kuteka mji wa Nyangezi na kutoboa kwenye milima ya Nkomo hadi kuhakikisha wanachomoka maeneo ya Kamanyola na Luvungi na kuteka mji wa Uvira. Hivi sasa waasi wa M23 baada ya kupigwa vikali na mapambano na vikosi kadhaa vya wazalendo ambavyo vilivyotokea maeneo ya Fizi, Mwenga na vingine vikiwa ni vya Uvira, huku vingine vikiwa ni vya Manyema, waliojiweka pamoja na kuweza kuunga muungano mmoja ambao ulio na nguvu, ulioweza kuwafumua hadi waadui kuto kujua njia na kuweza kuchanganyikiwa. Hali hiyo imetokea baada ya waasi hao wa M23 kuja kuvamia kambi za wazalendo zilizokuwa maeneo ya Nyangezi na maeneo mengine kama Mumosho na Nyantende. Mapigano hayo yalianza tangu asubuhi ya hapo juzi na mpaka jioni, mapambano ambayo inasemekana kuliweza kutumika vifaa kubwa na vifaa ndogo vilivyoweza kutumika kwenye vita hivyo. Baada ya waasi hao wa M23 wanaotoka huko Rwanda ambao wanasapotiwa na serikali ya Kigali yake Kagame waweza kupigwa hapo jana vikali hadi kupoteza baada ya makamanda wao, sasa wamekuja na mbinu mpya kwenye uwanja wa vita, wakitumikisha baadhi ya vifaa kubwa huku wakiwa na silaha zinazotumika kwa kutupa bomu 6 kwa limoja na nyingine zinatupa bomu 12 kwa limoja, lakini pia wakitumikisha maeneo ya anga wanatumikisha vifaa vingine kama ndege za kivita na drone za kivita ambazo zinashambulia kiautomatikali. Mbinu hiyo mpya ambayo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambayo ni serikali yake Paul Kagame wamekuja na mbinu hiyo ya kutumikisha vifaa hivyo vikali kama drone na ndege za kivita ni baada ya kipigo walichokipokea hapo jana cha mbwa mwitu kilichosababisha hadi waasi hao kuto kujielewa wanatoka wapi na wanaenda wapi. Walizani kuwa ni wao ndio washindi, kumbe wameingizwa kwenye mtego pasipo ya wao kujua. Wamepigwa kama Daudi na Goliati. Goliati akizani kuwa yeye ndiye mshindi, kumbe nguvu za Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko uwezo wa mwanadamu. Goliati kaanguka na jiwe ndogo. Ni kipigo walichokipokea waasi wa M23 baada ya makabiliano hayo ambayo ni wao ndio waliokuja kuvamia ngome za wazalendo zilizokuwa maeneo ya Nyangezi na maeneo mengine ya kwenye milima ya Nkomo. Sasa ni kilio kwenye nchi ya Rwanda baada ya makamanda hao wa nchi ya Rwanda waliopotea kwenye vita hivyo kati ya waasi wa M23 zidi ya wapiganaji wapambanaji wazalendo ambao ni wakombozi wanaopigania ili kutetea kuhakikisha nchi au udongo wa mababu kuto kuchukuliwa na Wanyamera kama Wanyarwanda. Huruma kwa Wanyarwanda kwa kuweza kumpoteza au kuwapoteza viongozi hao wa Kinyarwanda ambao iliyokuwa kama tegemeo la Wanyarwanda kwa operation kuu iliyokuwa ni ya kudhibiti mji wa Uvira kwa kuteka mji wa Nyangezi hadi kujielekeza maeneo ya Nkomo na kuchomoka hadi Luvungi na kuhakikisha wanauteka mji huo wa Uvira. Lakini sasa ni kilio kwa Wanyarwanda baada ya mapigano hayo na baada ya kupigwa namna walivyopigwa kipigo cha mbwa mwitu pasipo na wao kujua, huku maombolezo mengi yakifanyika, mengineo yakiwa ni maeneo ya Rwanda, lakini pia mengine wameifanya huko maeneo ya Goma ambako ndiko kunapatikana makao makuu ya M23 ni kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini. Maombolezo ambayo ni ya wanajeshi takriban 300 huku ikiwemo na makamanda kadhaa walioweza kufariki. Lakini pia kwa upande wa wazalendo kumeweza kufariki vijana zaidi ya 3 pekee, yani zaidi ya 3 pekee
peke yake ndio walioweza kufariki kwenye vita hivyo, lakini nao wameweza kufanywa maombolezo kwa heshima kama wapiganaji walioweza kutetea nchi, huku kukirindima risasi kadhaa ili kuonesha heshima ya vijana hao waliopoteza maisha kwenye uwanja wa vita. Risasi hizo zimepigwa na maandalizi hayo yamefanyika baada ya waasi waliokuwa wakisalia kwenye maeneo ya Nyangezi kuweza kufumushwa hapo jana, na ndipo taratibu za vijana hao walioweza kufariki ziliweza kuendeshwa huko maeneo ya operation za kwao, ikionyesha ni kama heshima kubwa. Lakini pia wazalendo wamelaumu serikali ya DRC kutokana na kutokuwasaidia kwenye maeneo kadhaa, huku ikiwaachilia kwa njia zote, wakilaumu kwa nini waasi wa M23 wanatumikisha vifaa kama drone na pia helikopta za kivita ili kushambulia wale wanaojitetea kwenye udongo wao. Lakini pia wakiswali kwa serikali ya Kinshasa, kwa nini tangu wameweka ngome zao kwenye maeneo ya Luvungi, Kamanyola, Nyangezi na Nyantende hadi jinsi walivyoteka mji wa Kaziba hawajapata msaada wote kutoka kwa serikali ya DRC. Baadhi ya wazalendo wanalaumu siasa chafu ambazo zinazochezwa na baadhi ya wanasiasa wa Kinshasa, huku wakiwa ni mmoja kati ya wale wanaounga mkono waasi wa M23. Wengine wakilaumu rais mstaafu Joseph Kabila ambaye ni mmoja kati ya sapoti mkuu wa waasi wa M23 wanaosababisha usalama mdogo mashariki mwa DRC, nchi aliyoongoza takriban kwa miaka 18. Hii ni historia ambayo Joseph Kabila ameijenga kwenye historia ya kisiasa, rais mstaafu kuwa gaidi wa nchi ile ile aliyoiongoza. Lakini pia wazalendo wameomba kwa nini tangu kuweza kuanza mapambano hayo sapoti ya serikali au serikali kuwaunga mkono haijaonekana, huku wakiomba majibu ili kuweza kujibiwa kulingana na yale ambayo wao kwao wanawaza huenda serikali ya DRC inawacheza kabumbu ile ya mviringo ambayo hujui ni sangapi goli litaingia. Makamanda kadhaa wa wazalendo wameweza kutuma maombi yao kwa serikali ya Kinshasa wakiomba kuweza kusaidiwa vifaa na vitu vingine kama vyakula na mengineyo kadhaa kama mahitaji ya kijeshi. Tangu mapambano hayo yameanza hawajapokea msaada wowote, lakini kama Waswahili walivyosema, umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Wazalendo wanashukuru baadhi ya raia wa DRC walioweza kujitoa na kuunga wazalendo hao mkono, huku wakitoa mchango wao kidogo kidogo ambayo imesaidia hadi sasa mapambano yanaendelea na imewapa wazalendo nguvu na ushipavu na wameweza kuwa na mabavu makubwa kulingana na msaada huo. Na kufikia hapa ndio ninatamatisha ile niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Mimi ni sauti ya mzalendo Zakayo Chubaka Pascal au nite Professor International Kinguruma kwenye microphone ya Radio Television Ngyoku International.